bwana, inasemekana kwamba kutokana na taarifa zile za kikachero kwamba Ahmed Ally pia amebainisha kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea, na moja ya vitu ambavyo vinatembea ama taarifa ambayo inatembea ambayo inamhusu Ahmed Ally ambaye ndio msemaji wa kikosi cha Simba. Yeye amesema ya kwamba ni kweli tumeandika barua kwenda bodi ya ligi kuu Tanzania bara TPLB, na sio barua kwa ajili ya kulalamika, ila ni barua ya kutaka kufahamu zaidi kufafanuliwa zaidi kuhusiana na mabadiliko ya mambo kuelekea mchezo wetu wa dabi Machi moja. Barua ambao wao wameiandika si kulalamika, ila ni kupata ufafanuzi zaidi wa kikanuni juu ya baadhi ya mambo kuelekea mchezo wetu wa dabi ya Kariakoo Machi moja. Yani Simba hapo kwenyewe wanazunguka tu kwa maana hicho ambacho umekisoma kwenye taarifa yao, ni kama wanazunguka tu wenyewe. Ambacho wanakihitaji ni sababu kwa nini mchezo utolewe Benjamin Mkapa na upeleke visiwani Zanzibar. Of course kwa maana soka yote anajua ni sababu gani ambayo imefanyika mchezo usichezeke, kwa maana hiyo siku kuna tukio gani, kutakuwa na tukio gani. Sidhani kama kuna mtu ambaye anaujua mpira hafahamu ni kitu gani ambacho kitaenda kutokea Machi moja. Kwa vitu vingine ni kweli vinaulizwa, lakini sometimes ni kwa ajili ya mtu labda kutaka ufafanuzi zaidi. Lakini Simba wako sahihi kuuliza. Lakini sasa hicho unachokiuliza, je, ndio wakati sahihi wa kukiuliza? Na bodi ya ligi wametoa taarifa mapema. Kwa hiyo wako sahihi Simba kuwafuata bodi ya ligi na kuwauliza, lakini sidhani kama kuna mtu ambaye hafahamu labda Machi moja uwanja wa Benjamin Mkapa utakuwa na event nyingine tofauti na kuhodhi mchezo wa dabi ya Kariakoo. Sawa, tuangalie pia sakata kama masakata kama haya, mbilinge kama hizi tumeshuhudia mara kadhaa kwenye kuelekea michezo ya dabi ya Kariakoo. Mfano mzuri ni msimu uliopita, ilikuwa ni patashika nguo kuchanika, ila tuchezi mara tunacheza, vitu kama hivyo, atuji mara mtakuja, lakini mwisho siku ilizua, nafikiri ni kati ya mchezo ambao uliahirishwa mara 3. Yaani mchezo mmoja ulisogezwa mara 2. Ulipangiwa siku mara 2. Na siku ya 3 ndio kaje kuchezwa. Kwa hiyo wakasema siku 3. Yaani ulipangiwa tarehe 3 tofauti za kucheza huo mchezo. Sasa kuelekea dabi hiyo ya Machi Mosi, tumeona taarifa hizi zimeanza. Tunaelekea kule kwa tuchezi tunacheza. Kuna watu wanataka wasusie ama ni vipi? Hapana, hii ni tofauti kabisa. Nikasema hii scenario ni tofauti na ya msimu uliopita. Ukiangalia ya msimu uliopita ambayo ilikuwa ipaswe ichezwe Machi 8, kulikuwa na mkanganyiko kidogo. Mara Simba hata yani kulikuwa na vitu ambavyo havikwenda sawa. Mara Simba kanyimwa uwanja wa kufanyia mazoezi. Je, usipofanya mazoezi kwenye huo uwanja ni kweli utocheza mchezo? Unaona ni sababu ambazo zilikuwa zina mashiko. Ikaja labda sababu nyingine, Yanga hadi Machi 8 waliendaga uwanjani toa kabisa na first 11. Wakafanya zao warm up, wakaona hamna timu inayokuja, wakasepa zao na wenyewe wakaanza kudai sasa alama 3. Tunahitaji alama 3 maana kikanuni si tumefika uwanjani mgeni wetu hajafika. Kwa ni vitu ambavyo vilifanyika. Baada ya hapo Yanga wakadai alama zao, bodi ikapuuzia hiyo taarifa. Kwa hiyo ni matukio ambayo yapo kweli, lakini kanuni ndizo ambazo zinapaswa kuamua baadhi ya masakata kama haya. Kanuni inaelekeza nini? Timu isipokuja uwanjani poka alama 5 au ishushwe daraja. Mbona kwa biashara vitu kama hivyo wamevifanya. Biashara United kanuni kama hizo zimekuwa zikiwatafuna sana. Kwa hiyo ni vitu ambavyo kanuni kwanza zinapaswa zifanyiwe maboresho kwa zile ambazo kidogo zinakuwa na tafsiri nyingi, lakini sometimes na timu zenyewe zinapaswa zielimike. Yaani sio tu kila kitu unataka uoji labda. Bodi imeelekeza. Na bodi kuelekeza ujue
sio imeelekeza labda inakandamiza timu fulani ama inataka kumpendelea mtu fulani. Hapana. Okay. Yeye bodi yeye ni kama mlezi. Okay. Kama kuna watoto 7 wote ni wa kwake. Hakuna mtoto ambaye anapendwa zaidi wala hakuna mtoto ambaye anachukiwa zaidi. Lazima wao wanaangalia kabla ya kutoa taarifa za namna hiyo ambazo kidogo zinaweza zikaleta mkanganyiko kwa watu. Mfano hata dabi ya msimu uliopita, kutokufanyika kwake hiyo Machi 8 kuna watu wengi sana waliathirika. Okay, sahihi. Naweza nikasema si Simba wala Yanga ambao waliathirika kwa wachezaji, watu wengi sana waliathirika. Ni hao ambao unawataja, wafanya biashara, warusha matangazo, hata wadhamini wenyewe. Hiyo ni vitu ambavyo kidogo vilileta effect kubwa sana, hususan kwa hao akina mama ntilia ambao wanapika vyakula nje ya uwanja Benjamin Mkapa. Walitoa kero zao ya kwamba waliumizwa sana. Yaani imagine mechi hadi majira saa 7 mtu ashaandaa chakula lakini Simba anatuma taarifa ile saa 7 ya kwamba hawaendi uwanjani, na ni kweli hawakwenda. Lakini namna hiyo hata wale watu ambao wanauza vyakula sidhani kama siku hiyo walikiuza hicho chakula, maana wale ambao wanapaswa kukinunua mtu ana hasira zake, hawezi apate hata ile appetite kwa ajili ya kula kile chakula. Na bwana, sawa. Tumegusia sakata la mchezo wa dabi, namna ambavyo mambo yanavyokwenda, lakini sisi tutakuwa tunadhidi kukufahamisha kile ambacho kinaendelea kuhusiana na taarifa hiyo. Nimeona pia Arikame amepandiwa hewani kwamba kwa nini amekuwa wa kwanza kuzungumza taarifa ile, sijui afu akaja kutoa taarifa kwa mara ya pili bodi ya ligi kuu Tanzania bara TPLB. Bila shaka timu zote mbili zilikuwa na taarifa. Ndio maana Karim Boimana akasema yeye hawezi kuzungumza kwamba Yanga amekuwa wa kwanza kutoa taarifa, lakini yeye kwa upande wake yeye ndo ana haki ya kuzungumza kuhusiana na maboresho ama mabadiliko ya michezo ya ligi kuu soka Tanzania bara, mabadiliko ya viwanja, vitu kama hivyo. Kwa hiyo Alikamwe anapaswa aulizwe yeye na sio Karim Boimanda aulizwe swali la why Yanga amekuwa kwanza kutoa hiyo taarifa. Pengine amejibu kwa usahihi na uweledi wa hali ya juu sana. Sahihi, na nina uhakika huenda hata Simba wenyewe hata kabla Alikamwe kujua walikuwa wanajua mchezo utachezwa wapi. Wewe mwananchi wa Tabora, unayetafuta duka la vifaa vya umeme, wapi vinapatikana? Basi nenda moja kwa moja Mnawe Enterprises. Wamefungua duka jipya la kuuza vifaa vya umeme wa majumbani na viwandani. Wanauza jumla na rejareja. Wamekuja na punguzo kubwa la vifaa vya umeme. Extension ya shilingi 10,000 watakuuzia shilingi 4,000. Switch flash ya 1 gen ya 1,500 watakuuzia shilingi 900 tu. Earth ya shilingi 10,000 watakuuzia shilingi 6,000. Conduit pipe ya shilingi 1,500 watakuuzia kwa shilingi 1,000. Square box shilingi 400. Najua maduka yapo mengi, lakini Mnawe Enterprises ndio suluhisho na mkombozi wa vifaa vya umeme mkoani Tabora. Bei zao ni nafuu mno. Fika ofisi zao zilizopo mtaa wa Gongoni, jirani na Changamoto, au wapigie simu namba 0768733657. Wana Tabora, twendeni tukanunue vifaa vya umeme kwa bei ya punguzo sawa na bure kwenye duka jipya la Mnawe Enterprises maeneo ya Gongoni.